Raila Odinga atoa kauli kwa wanaotaka Ruto aondoke. Kiongozi wa upinzani nchini Kenya Raila Odinga amezungumzia wito wa baadhi ya wananchi wanaotaka rais wa Kenya William Ruto aondoke madarakani, akisema ni muhimu kufikiria hatua inayofuata kabla ya kufanya maamuzi ya haraka. Raila Odinga akizungumza katika mazishi ya rubani mstaafu Colonel James, Raila Odinga amekemea vikali wanaopinga na kushirikiana na rais William Ruto chini ya mfumo wa serikali, ambapo Raila amehoji mantiki ya madai hayo kwa kusema mnaotaka Ruto aondoke then what, akisisitiza kuwa mabadiliko ya uongozi yanapaswa kufuata utaratibu na kuwa na suluhisho la maana ya changamoto zinazolikabili taifa la Kenya. Matamshi yake yamezua mjadala mbalimbali, hasa ukizingatia kuwa Raila Odinga alikuwa miongoni mwa viongozi waliokuwa wakikosoa sera na serikali ya rais William Ruto. Hata hivyo, kauli yake inaashiria mtazamo wa tahadhari kuhusu hali ya kisiasa na kiutawala nchini Kenya. Kwa mujibu wa Raila Odinga, kumuondoa rais Ruto kutasababisha mzunguko na mvutano mkali wa kisiasa usio na mwisho, hali itakaozidisha matatizo badala ya kuyatatua. Aidha, serikali ya rais William Ruto imekuwa ikikumbwa na malalamiko kutoka kwa wananchi, hasa kuhusu hali ya uchumi na gharama za maisha, ambapo rais William Ruto amesisitiza kuwa serikali yake inafanya kazi kurekebisha mambo na kuipeleka nchi kwenye maendeleo. Mjadala kuhusu mustakabali wa uongozi wa Kenya unaendelea, huku viongozi wa kisiasa wakiendelea kutoa maoni tofauti kuhusu njia bora ya kushughulikia changamoto zinazolikabili taifa la Kenya. Ni taarifa kutoka nchini Kenya. Hatimaye kiongozi wa upinzani nchini Kenya Raila Odinga amezungumzia wito wa baadhi ya wananchi wanaotaka rais wa Kenya William Ruto aondoke madarakani, akisema ni muhimu kufikiria hatua inayofuata kabla ya kufanya maamuzi ya haraka. Rais Samia atuma ujumbe maalum nchini Angola. Waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki amewasili jijini Rwanda nchini Angola kuwasilisha ujumbe maalum wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa Rais wa Jamhuri ya Angola João Manuel Longazo, ambapo wizara kwa sasa haijasema ujumbe huo unahusu swala lipi. Ni taarifa kutoka nchini Angola. Hatimaye waziri wa mambo ya nje ushirikiano wa Afrika Mashariki amewasili jijini Rwanda nchini Angola kuwasilisha ujumbe maalum wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa Rais wa Jamhuri ya Angola, ambapo wizara kwa sasa haijasema ujumbe huo unahusu swala lipi. Aliyefuata utajiri Sumbawanga kutana na matapeli. Mzee Musa Rashid ambaye ni mkazi wa Tabora ametapeliwa pesa shilingi 200,000 na simu yake ya mkononi, kadi ya Chama cha Mapinduzi CCM na kadi yake ya NIDA, suti yake yenye gharama kubwa na saa yake yenye thamani ya shilingi milioni 1, baada ya kusafiri hadi Sumbawanga mkoani Rukwa akifuata utajiri wa haraka kwa mganga wa kienyeji ambaye ameishia kumtapeli na kumkimbia. Tukio hilo lilitokea usiku wa kuamkia jana, ambapo mzee huyo anayeonekana kwenye picha aliwasili Sumbawanga Machi 13 mwaka 2025 saa 4 kamili usiku na kukutana na mwenyeji wake ambaye alimtaka aoge dawa maalum kabla ya kuanza tiba kuendelea. Kisha baada ya muda mfupi alimpeleka makaburini, ambapo alilazwa juu ya kaburi na kuanza kuogeshwa dawa akiwa uchi wa mnyama kabla ya kutapeliwa na kuachwa hapo hapo akiwa utupu hadi wasamaria wema walipotokea na kumstiri kwa upande wa kanga. Mzee huyo alisema, nilipokutana na mganga aliniambia chukua maji madogo ya shilingi 500. Mimi nikachukua maji madogo mawili, tukaenda hadi makaburini, akaniambia chukua madongo pale alizini. Tulipofika akapaka lile kaburi yale madongo, akaniambia lala juu ya kaburi. Wakati huo nimekushavua nguo zote, akanimwagia dawa zake, akaniambia nenda pale ulipochukua yale madongo na mchanga, nenda kaombe unachokitaka pale. Nikaenda, kurudi sikumkuta, 200,000 sikuzikuta, simu yangu ya mkononi sikuikuta, saa yenye gharama milioni 1 nayo alichukua, kadi ya Chama cha Mapinduzi akachukua na kadi yangu ya NIDA pamoja na nguo zangu nilizokuwa nimevaa. Mkuu wa wilaya Sumbawanga Nyakia Ali Chirikwile amethibitisha kutokea kwa tukio hilo na amewataka Watanzania kuacha imani potofu za kishirikina, kutafuta utajiri kwa njia za kishirikina, huku akihimiza wananchi kufanya kazi kwa bidii na kumtanguliza Mwenyezi Mungu badala ya kutegemea waganga wa kienyeji wasiokuwa na uaminifu, na amewataka watu waache kujidanganya kuwa Sumbawanga kuna utajiri. Polisi tayari wameanza kumtafuta mganga huyo. Ni taarifa kutoka Sumbawanga. Hatimaye mzee Musa Rashid ambaye ni mkazi wa Tabora
ametapeliwa pesa shilingi 200,000, simu yake ya mkononi, kadi ya Chama cha Mapinduzi CCM na kadi yake ya NIDA, suti yake yenye gharama kubwa na saa yake ya mkononi yenye thamani ya shilingi milioni 1 baada ya kusafiri hadi Sumbawanga mkoani Rukwa akifuata utajiri wa haraka kwa mganga wa kienyeji ambaye ameishia kumtapeli na kumkimbia. Afrika Kusini yatoa kauli balozi wetu kufukuzwa Marekani, tumefadhaika sana. Ofisi ya Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa imesema uamuzi wa Marekani wa kumfukuza balozi wa Afrika Kusini nchini Marekani ni wa kufadhaisha sana, na imetoa wito wa kufuata taratibu za kidiplomasia katika kulishughulikia suala hilo. Taarifa hiyo imeeleza kuwa Afrika Kusini itaendelea na nia yake ya kujenga uhusiano mwema na nchi ya Marekani. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Michael Rubio alitangaza kuwa balozi wa Afrika Kusini Ibrahim Rasool atakiwi tena nchini Marekani kwa kuwa ni mwanasiasa mbabe anayemchukia rais wa Marekani Donald Trump. Kufukuzwa kwa Rasool, aliyewahi kuwa mwanaharakati wa kupinga ubaguzi wa rangi nchini Afrika Kusini, kumezidisha mvutano unaozidi kushika kasi kati ya nchi hizo mbili. Wiki iliyopita, rais wa Marekani Donald Trump alizidi kuupa sura mpya mvutano huo kwa kusema kuwa wakulima wa Afrika Kusini wanakaribishwa nchini Marekani baada ya kurudia madai kuwa serikali ya Afrika Kusini inawanyang'anya ardhi wakulima weupe. Ni taarifa kutoka nchini Afrika ya Kusini. Hatimaye ofisi ya Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa imesema uamuzi wa nchi ya Marekani wa kumfukuza balozi wa Afrika Kusini nchini Marekani imewafadhaisha sana, na imetoa wito kwa kufuata taratibu za kidiplomasia katika kulishughulikia swala hilo. Marekani na Iraki wamuua kiongozi wa IS. Vikosi vya Marekani vimesema kwa kushirikiana na mamlaka za Iraki vimemuua afisa wa ngazi ya juu wa kundi linalojiita dola ya Kiislamu IS aitwaye Abdallah Malik Musi maarufu kama Abu Khadija nchini Iraki. Taarifa iliyotolewa na Rais wa Marekani Donald Trump pamoja na kamandi kuu ya Marekani CENTCOM imesema kwa kushirikiana na mamlaka za Iraki, Marekani ilifanya shambulio la anga lilomuua kiongozi huyo aliyefahamika zaidi kama Abu Khadija pamoja na mwanachama mwingine wa IS. Abu Khadija pamoja na wanachama wengine wa IS wanatajwa kuwa ni mmoja wa watu hatari zaidi nchini Iraki na dunia nzima kwa ujumla ambaye IS ilikuwa inamtegemea. Taarifa ya CENTCOM imeeleza kuwa majukumu ya Abu Khadija kama chombo cha juu zaidi cha maamuzi cha kundi hilo yalikuwa ni kuhakikisha uwajibikaji katika uendeshaji wa IS, kuratibu ugavi na usafirishaji wa watu, vitu, kusimamia mipango ya kundi hilo duniani kote, pamoja na kueleza fedha na kuelekeza fedha zote za kutosha kwa ajili ya kuendesha kundi hilo. Kamandi ya CENTCOM Michael L. Conilla amesema wataendelea kuwaua magaidi na kusambaratisha makundi hayo yanayotishia Marekani na washirika wake mahali popote duniani. Ni taarifa kutoka nchini Marekani. Vikosi vya Marekani vimesema kwa kushirikiana na mamlaka za Iraki vimemuua afisa wa ngazi ya juu kundi linalojiita dola ya Kiislamu IS aitwaye Abdul Malik Musi maarufu kama Abu Khadija nchini Iraki. Na hatimaye Daktari Janabi kuiwakilisha Tanzania uchaguzi wa WHO Afrika. Mshauri wa Rais ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan masuala ya afya na tiba, ambaye pia ni mkurugenzi mtendaji wa Hospitali ya Taifa Muhimbili, Profesa Mohamed Yakubu Janabi ametangazwa rasmi kuwakilisha Tanzania kwenye uchaguzi wa kumpata mkurugenzi wa Shirika la Afya Duniani kanda ya Afrika baada ya mkurugenzi mteule wa nafasi hiyo Daktari Faustin Ndugulile kufariki dunia. Taarifa iliyowekwa kwenye mtandao wa WHO imeonyesha kuwa Profesa Janabi ni miongoni mwa wagombea 5 ambao majina yao yanapigiwa kura kwenye uchaguzi utakaofanyika Geneva mwezi wa 5. Profesa Janabi ni mgombea pekee katika nchi za kusini mwa jangwa la Sahara, huku wenzake 4 wakitokea nchi ya Afrika Magharibi, akiwemo Daktari Ndako Nani Michael Yao wa Ivory Coast, Daktari Drahame Mohamed Drame wa Guinea, Daktari Bromi Hamna Sambo Niger na Profesa Mairiwa Mustafa wa Togo. Mkurugenzi kanda atachaguliwa kwa kura katika kikao cha ndani ya kamati ya kanda ya WHO kwa Afrika ambao itakutana Januari 18 mwaka 2025 na kuanza kutumia utaratibu wa haraka kumpata mkurugenzi wa kanda badala ya mchakato wa kawaida ambao uchukuliwa
kwa muda mrefu. Ni taarifa kutoka huko Geneva. Mshauri wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania masuala ya afya na tiba, ambaye pia ni mkurugenzi mtendaji wa Hospitali ya Taifa Muhimbili, Profesa Mohamed Yakubu Janabi, ametangazwa rasmi kuiwakilisha Tanzania kwenye uchaguzi wa kumpata mkurugenzi wa Shirika la Afya Duniani kanda ya Afrika baada ya mkurugenzi mteule wa nafasi hiyo Daktari Faustini Ndugulile kufariki dunia.